Lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilao. Kitu ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo na mambo mengi za bid'a ni mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ambaye leo wanaounga mkono masala ya mambo ya bid'a hizi wanamwaga pesa nyingi sana ili kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwa hai, lakini wao wenyewe wanajua maulidi na matendo yote ya bid'a imo katika kitanda cha kifo. Wanajua hiyo, lakini wanamwaga pesa nyingi. Maalimu wa madrasa na wanafunzi wake wanasafirishwa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ili ionekane kwamba katika ile sehemu inayosoma maulidi watu ni wengi, lakini wenyewe wanajua kwamba si kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilao. Waondoe pilao, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo. Ndugu zangu, wengi wa watu wanakwenda kula tu pale. Waandae maulidi ya keki na kahawa chungu, nani ambaye atakwenda pale ndugu zangu? Au ugali kwa mboga chungu, nani ambaye atahudhuria pale? Wanakuambia bana, maulidi ya ugali mtume hahudhurii bwana, mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilao bwana. Leo tumekuwa ni watu wa kula kula, tumeweka mambo ya kula kula mbele tu. Waondoe hizi vitu. Ukiangalia hizi mambo ya bid'a zote ndugu zangu, ni mambo ya kula ndio iko hapo. Ukiangalia maulidi ni kula, mambo ya khitma kula, 40 kula, mambo ya burda kula, talqini kuna kula, kila kitu ni kula. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kula kula ndugu zangu. Wewe leo ukishazoea kula kula, mwisho wake wacha wewe kuwauza mandugu zako, utakuja hata kuiuza dini yako.